Uaminifu wako waka milele, tunakuabudu wewe ni Mungu. Uaminifu wako waka milele, tunakuabudu wewe ni uaminifu wako wewe, tunakuabudu Bwana. Siku ya leo tutatazama neno la Mungu. I do not intend to go for so long, but ile wakati Mungu atatupatia it will be fine. Christian liberty is our topic. Christian liberty ama uhuru wa Mkristo. Christian liberty ama freedom. Na nilikuwa nafikiria kwa Kiswahili tukisema mambo na free, a Christian being free, naona Kiswahili kinaleta something else about tutakuja kuona baadaye sio nzuri. So I deliberately said nikimention kuhusu freedom tatumia jina liberty, kwa sababu tukisema uhuru wa Mkristo atinosi time Mkristo anakuaga uhuru ama Kikuyu ni kuyadha, that language inakataa. But let's check on the meaning of the word being free or liberty. It is to be unconstrained, kukua au jabanwa. Sijui nitatumia jina gani. Kukua free au jabanwa na jambo lolote lile. You are free. You are free from fear, from guilt, or free from selfishness. You are free. You are not haujafungwa kwa chochote kile. And tukizungumza mambo na freedom ya Mkristo, lazima tutaangalia ilitoka wapi ama kwa njia gani tumekabidhiwa freedom, and then we see at the end whether we are really free or not. Na tukiangalia jina freedom, it's so important kujua kwamba from the time memorial watu ambao walikuwa wamefungwa kwa njia aina yote ile hawakuwa set free without struggle. Freedom haikuji tu rahisi. Wanasema on a silver platter. Uhuru haupeanwi on a silver platter. Ni kupiganiwa, unapiganiwa. Na nitarudi nyuma kidogo nifikirie uhuru wetu ulitoka wapi, kwa sababu sisi hatukuwa huru. Where did our freedom come from? Ni sisi tulipigania ama what happened that we became free? I want today to remind us, according to the Bible, it is Jesus who gave us freedom. Bwana Yesu ndiye alitununulia freedom, na yeye pia hakukabidhiwa hivi freely. What happened? He struggled, and mostly kuna ishara moja ya kwamba freedom mtu amepewa, shedding of blood. Whether ni kama the freedom tunasema ya Kenya, a country like this one, ili tujinyakulie uhuru, we will never forget kuna watu walimwaga damu sana. And it is over 50 years ago, na hiyo kitu iko bado kwa mawazo ya watu, especially wale walikuwepo. They struggled so much ili Kenya iwe huru. Tusije kuwa ukisafiri mahali, kuna mtu ametuma screenshots kwingine, nikaona mtu alikuwa wa kipande kile wale kina shosho, mmoja akiwa ameandikiwa permit ya kutoka, sijui alikuwa anatoka Nakuru anaenda sijui wapi, alafu lazima ungesema sababu ya kusafiri kutoka Nakuru kwenda, na sio nje ya nchi, ni hapo tu, either from Nakuru to Eldoret, na akasema sababu ni kwenda kuona bibi. Lazima ungetoa. It was so harsh wakati tulikuwa na mbeberu, or when we were under the oppression of the colonialists. Na basi watu wakasema hapana, hatuna shamba na ni huku ni kwetu, shamba zote zimechukuliwa, hatuna mali yetu imechukuliwa. Wakasema enough is enough, na they started to struggle, kwa sababu wageenda waambia wazungu, nyinyi turudishieni mashamba na mturudishieni uhuru wa kutembea na kuongea kile tunataka. Hawagepewa. So they had to initiate war, na wakaingia kichakani, and they fought
and after so many of them walikufa, I would say God granted freedom to this country and many other countries in the world. Actually zile nchi ambazo hazikuwa na struggle ya kumwagwa damu ndizo chache. Now sisi ambao ni wa Kristo, for us to enjoy freedom, iligharimu mmoja aliyeona jinsi tumefinyiliwa, ambaye ni Kristo Yesu, and he from heaven came to set us free. And that is the scripture I want us to read from the book of Isaiah chapter 61, ili tuone like tunaweza kuita the job description ya Yesu Kristo wakati alikuwa anakuja duniani. Isaiah 61 and verse 1 inasemaje? The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to bring good tidings to the afflicted. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound. Wacha tufikishe hapo. Hayo maandiko yameandikwa na Isaiah akiwa anatabiri kuja kwa Yesu Kristo. In other words, what he is saying currently, akitabiri those days, watu wa Mungu, they are afflicted, they are broken hearted, and they are captives, and they are imprisoned. Hiyo ndio ilikuwa ujumbe wa Isaiah. Na basi kwa sababu watu wa Mungu siku zile walikuwa very desperate, walikuwa wanachukuliwa na kila adui akitaka kuwachukua anawapeleka Waisraeli. But Isaiah prophesied kwamba kutakuja umoja ambaye juu yake kutakuwa na anointing ya Mungu ama uwezo wa Mungu, na atakuja kufanya nini? Atakuja kuset captives free, atakuja kuheal the broken hearted, and he will come to free those that are imprisoned. Kuna kitu kimoja nataka tuelewe sasa hapa, kwamba even as our pastor was reminding us today, wakati watoto wa Israeli walikuwa Misri, ili waweze kutoka, they were in bondage. The Bible says for them to be set free, some blood had to be shed. The price. So freedom iko na price. That is simply what I want to say. Freedom has a price. Freedom has a price. Sasa wacha tuje kwa haya majina mawili yametumika kwenye huo mstari. Biblia inasema kuna aina mbili ya wafungwa. Aina moja anaitwa captive, na aina ya pili wanaitwa prisoner. Aina ya kwanza captive. Sana sana tunasikiaga jina captive tukizungumzia mambo na vita. Tuseme kwa mfano wanajeshi wa nchi fulani wameenda kupigana nchi nyingine, na wakiwa kule wanashindwa vita. What adui anafanya sana ni kuchukua katikati hawa wanajeshi. Hata wakichukua mmoja wanamshika, huyo anaitwa mateka wa vita ama captive. That is one of the aina ya wafungwa, ni captive. It's a captive ambaye amechukuliwa wakati wa vita. And jina la pili ni prisoner. Prisoner ni after mtu ameshikwa, amevuja sheria na amepatikana na hatia, sasa ndio anafungwa in a prison. So those are two types of people about tumeona kwenye huo mstari, captives and prisoners. And when Jesus came to do that to us, were we captives or were we prisoners? I'm here to say tulikuwa both. We were captives and we were prisoners. And kwa sababu sitaki kukaa sana kwenye introduction because we may not sitaki kupotea sana, I have said tulikuwa two types of wafungwa. Captives ni mtu ambaye ameenda kupigana vita alafu amechukuliwa na adui. And we remember wale tunakumbuka kidogo, especially in the Indian Ocean, wale kwenye bahari karibu na Somalia, tunajua meli nyingi zikipita hapo zinashikwa, and they started asking for something called what? Ransom. Watu wakishikwa kwenye kama wale wakishika meli wanaanza kuitisha ransom. Namba tu pia, ikiwa ni wanajeshi wa kwetu, mmoja akashikwa tuseme Somalia, ili wamwachilie, they demand for something, na wanasema hatumwachilie mpaka mtupatie ama mtufanyie hii. Naye prisoner anaambiwa hivi, either tumekufunga maisha, ama nimekufunga miaka kadhaa, ama utoe faini ili nikuachilie. And
In every freedom setting lazima kuna price. I am insisting on that kwa sababu ya kitu tutakuja kuona hapa baadaye. For us to enjoy any sort of freedom lazima kuna price. Naye Yesu ametoka juu mbinguni akapata those two types of people. Akapata kuna watu wametekwa, alafu wengine wamefungiwa, na hawa watu sio wengine isipokuwa sisi ambao tuko hapa siku ya leo. And kwa sababu anaelewa hivi, tunasema for any freedom to take place there has to be cost or price. Bwana Yesu alitoa uhai wake, and he shed his blood ili sisi tuwe free. So tunaweza ulizana basi, Isaya akitabiri ilikuwa 700 years kabla Yesu kuzaliwa, alafu Yesu amezaliwa, alafu Yesu amekuja kutekeleza nini? Hii ujumbe iko Isaiah 61, na alipopewa ile kitabu kusoma katika hekalu alisoma huu mstari ili ijulikane hii maandiko imetimia leo. So Jesus came and he said I have come. Personally kuna wakati alikuwa duniani hii na akasema I have come, the spirit of the Lord is upon me, because the Lord has anointed me to bring good tidings to the afflicted. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and the opening of the prison to those who are bound. Yesu aliyarudia hayo maneno alipokuja hapa duniani. Wow. And he knew back in his mind, for me to proclaim ama kuset hawa watu free, I must pay the price. Nataka tulizane kabla niendelee. Did Jesus succeed to pay the price? Was the price enough? The price was enough. Nataka tukubaliane hapo before I lay the application, kwa sababu kuna kitu tutaona ambacho kinatatiza our freedom today. Bwana Yesu siku zake zilikuwa chache sana, very few, and he came to do whatever is written here. And today tunaulizana, why am I not free in this area? Why is that person still bound? Kwa nini yule bado anaonekana amefungwa kwenye ile jambo? Tunaulizana swali. Is it that the price that was given was not enough? The price was enough. Then why? Wacha tuone why. Why are people still bound? Why am I still bound? Kwa sababu the price was given. Damu ya Yesu ilimwagika na ikasemekana haimwagiki tena. And wacha tuone sasa aina tatu za kufunguliwa ambako Yesu alitufungua. Aina tatu ya kufunguliwa, ama 3 aspects of our freedom. Jesus freed us from 3 aspects of things. Acha tutaona saa hii. Namba moja, free from legalism. Legalism ama sheria. Alitufungua kutoka kwa sheria. That is one. Phase 1 was being freed from legalism, sheria. Number 2, Bwana Yesu alitufungua kutoka kwa kitu kinaitwa self ni the natural you, the natural person. Na hapo ndio dhambi inaingilia and all that. So Bwana Yesu alitufungua kutoka kwa legalism, sheria, alafu akatufungua kutoka kwa self, alafu akatufungua kutoka kwa kitu kinaitwa license. License ni kama hii tu tunapewa ya kufanya biashara. Kwa nini unafanyia hii biashara hapa? I have license. Those 3 things. Bwana Yesu alikuja kutufungua, na akilipa price, alilipa gharama kubwa ili tufunguliwe kutoka kwa sheria, kutoka kwa control of self, alafu kutoka kwa license. License ni uhuru wa kufanya whatever you want. Let me read you the definition of the word legalism, kwa sababu it is important that we may know, we may have that. Legalism ama sheria. Bwana Yesu alitufungua kutoka kwa sheria ama legalism, and it's good we find the meaning. Nimeiandika hapa, it is being free from a set of rules and regulations. It's legalism, it is the doctrine of salvation by strictly adhering to the requirements of divine law. Usishidanie sana na hiyo, nitakuelezea na tutaelewana.
It is the doctrine of salvation by strictly adhering to requirements of a divine law. Ile ya kwanza, legalism, ni kwamba umepewa sheria ambazo lazima ufuate, na ukifuata unakuwa commended, unalipwa, na usipofuata unaadhibiwa. That is what legalism is. Umepewa set of rules and regulations, lazima ufanye hivi na hivi na hivi, na usipofanya unaadhibiwa. Then second, ile self ni uhuru wako wa kufanya kile unataka. And then license kama tu ile tunapewa kwa serikali ni freedom to deviate deliberately from normally applicable rules. Ama deliberately, wewe mwenyewe unaondokea sheria ambazo zimewekwa. Wacha turudi kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu amekuja duniani. Sitaki iwe complex, na ndio sitaki kushidilia kwa hizo maneno nimeandika hapo. Lakini Bwana Yesu aliposhuka hapa duniani, aliwapata watu wamefungwa na hizo vitu tatu. Aliwapata watu wamefungwa na sheria. Na sheria zilikuwa nyingi mno. In actual fact, sheria ile ilikuwa inatawala Sabbath. Sabato for example, zilikuwa sheria 1282 laws ambazo ni unafaa kuobserve on Saturday ama Sabbath. Sasa enda kwa kitu kingine, chakula, enda kwa kitu kingine, zilikuwa too many. And Jesus knew watu wangu hawawezi wakatimiza hizo sheria. And he came to deliver people from the law. Wajua kwa nini alikuwa anaitwa friend of sinners, rafiki ya wenye dhambi? Si wenye dhambi wale walikuwa eti sasa anaenda kwa street kwa wale wenye dhambi kule. The initial meaning ya sinners siku zile ni wale watu ambao tayari wamechoka na wameshindwa kutimiza sheria. According to the Pharisees, hao ni sinners. According to the Pharisees, wale walikuwa wanatazama sheria sana, hao watu walikuwa wenye dhambi. Wakionekana ukitembea more than unafaa kutembea Saturday, wewe unaitwa mwenye dhambi, na wale walikuwa wanashikilia sheria na basi walikuwa mwenye dhambi. Na ndio Yesu alikuja akakuwa marafiki na wao, because they were now hawakuweza kutimiza sheria, and they were waiting to be punished by the Pharisees. But Jesus came to set such people free. And after Bwana Yesu amemaliza kuhubiri, katika kuhubiri kwake he was proclaiming freedom. Alafu alikuwa physically ana set people free kutoka kwa law. Kama yule mama alishikwa akiwa anafanya usharati, sheria ilikuwa imesema apigwe mawe afe, na Yesu anajua hiyo sheria, but he set that lady free from the law. Lakini hakusema he set that lady free from the law kwa sababu sheria ilikuwa saa hiyo afe. Secondly, yule mama ili afanye ile dhambi alikuwa amehuzisha nini? Moyo wake. And Jesus set free this woman from self. Na ndio alimwambia kutoka leo, sio kulingana na sheria, lakini kutoka leo nenda na usifanye dhambi tena. Sio chini ya sheria, haitakuangalia, lakini we mwenyewe nimekupa nguvu ya kustahimili hiyo dhambi. Alafu yule mama alikuwa chini ya kitu kinaitwa license. Ili afanye ile dhambi lazima alikuwa amejisikia ako na uhuru wa kufanya kile anataka. Those three things: law, alafu self, ubinadamu, ubinafsi, alafu license, uhuru wa kufanya ama kutojali. Jesus all over, ukitazama in your mind ujaribu kukumbuka wale watu wote alipatana na wao, he was setting them free from these things. Kwa sababu ya shetani kujua watu hawawezi kutimiza sheria hizo. Of course, ukivuja sheria binadamu mwenzako alikuwa anakushughulikia, lakini ukiingia kwenye ukiwa mtumwa wa self na license, shetani ndio alikuwa anaingilia, kwa sababu anajua ukisema you do what you want, the devil catches you, because mwanadamu hakuubwa ajitawale. Unaona hata nchi ya Kenya, wakati Rais Kibaki alikuwa anaacha serikali pale stadium Kasarani, tuliona ghafla ile symbol ya utawala, ile sword, wakati Uhuru aliapa kiapo, Kibaki akampatia
hakukuwa na vacuum ya leadership, yule askari haraka sana akarudi nyuma, ili kusiwe na vacuum ya leadership. Na hivyo ndivyo ilifanyika kwa Mkristo. Na wakati tulikuwa tunajitawala sisi, tulikuwa chini ya sheria na tulikuwa tunasikia tuna uhuru wa kufanya chochote kile, wakati tuliokoka, unfortunately most of us thought sasa tumeingia kwenye uhuru wa kufanya kile tunataka. Yes, we have been freed from the law, and we thought hizi vitu zingine mbili, mwanadamu huwa hajuagi hizi vitu mbili. Mostly tukiokoka hatujuagi kuna hizo vitu mbili zimetufunga. Kitu inaitwa self na kitu inaitwa license. Hiyo ni kitu imetufunga. Na tukiokoka tukutoka kwa sheria, tukifunguliwa kutoka kwa sheria, we meet, sasa tumekuwa na uhuru wa kufanya whatever we want, alafu tunapatikana pande ile nyingine. Sasa wacha nikupeleke part 2. Kwa sababu hii, after Yesu amelipa gharama ya kufungua watu, ameenda mbinguni, kanisa likaanza pale. Lilipoanza, kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Paul. Hata nimeona Peter alimeandika sana kuhusu freedom. Paul alipojua vile Yesu alifanya, aliangalia kanisa hivi na akashangaa kwamba kanisa, after Yesu amelipa gharama yote, we still have people that are not free in the church, and that is where we are coming in now. Paul aliongelea sana freedom. Kwa nini alikuwa anaongea freedom? He was not saying tunafaa kupigana tena ndio tuwe free, but he was pointing us to what was done by Jesus Christ. The price was enough. Na basi akapata kuna watu wameokoka aina mbili. Kuna watu walikuwa Wayahudi, alafu Gentiles. Of course, a Gentile is anybody who is not a Jew. Kwa hivyo kwenye kanisa la siku zile, tuseme Galatians, tuseme Corinthians, most of those churches zilikuwa na hao watu aina mbili, vikundi mbili. Wayahudi ambao walikuwa wamezifuata sheria wakashindwa, alafu wamesikia injili wameokoka. Alafu kulikuwa na the Gentiles ambao hawakuwa na sheria, but they were under license. Sasa nikisema license, ukumbuke license ni uhuru wa kufanya whatever you want. So Wayahudi walikuwa chini ya sheria, alafu wa Gentiles sisi tukawa chini ya license, na sote sasa tumeokoka. Paul akaangalia kanisa hivi, like for example the church of Galatians, kwa sababu nataka tusome pale. Akaona wale watu, they think they are free but they are not free. Wayahudi walitolewa kwenye sheria, walipotolewa kwenye sheria kwa sababu ya kushindwa kutimiza. Wayahudi waliokolewa na Yesu kwa sababu they were not able to fulfill the law. Wameokoka, wamekuja kanisani. Walipokuja kanisani, mtu alikuwa for example anasema hivi, yani Saturday hakuna tena hizo sheria zilikuwa zinanitawala, basi na mimi nitakuwa nalala the whole day. Walikuwa wanatoka kwenye legalism wanaingia kwenye hii kitu kingine tunaita license. Tuko pamoja pale? Wayahudi wameondolewa sheria, wameambiwa kutoka leo chakula chote mnaweza kula mradi mshukuru Bwana Yesu ametakaza kila chakula. Wow. Na wao walikuwa wamekatazwa, nguruwe walikuwa nakatazwa nini? So imagine tunayasema tumeruhusiwa na mimi niletewe nyama za aina zote hapa nikule zote. And ultimately unapata mtu anakula even kupindukia. That is, wametoka kwenye legalism, wakiwa kanisani wakasikia they are free, wameshindwa kutofautisha freedom na kitu kinaitwa slavery, wameingia kwa license. So badala ya kufuata the liberty, Bwana Yesu alitupatia liberty. Liberty ni sio yuko chini ya master yule alikuwa, sasa niko chini ya bwana mwingine. And Christianity is not lack of master upon our lives. It is having another master upon us. That master ndio nataka kuleta siku ya leo. And Paul akaangalia the church of Corinth na akajua the Jews in here wametoka kwenye sheria, sasa wamekuja kwenye the church of Rome. Romans chapter 1, ukisoma Romans chapter 1, Paul ameandikia the church na sana sana ameongea kuhusu Gentiles. Chapter 1 ameongelea Gentiles. Kwa sababu Gentiles ni wale watu hawakuwa na sheria, so they did anything. Those things zimeandikwa pale Romans chapter 1. Ikienda kumalizika, hapo ndio tumepata homosexuality, hapo ndio tumepata vitu baya. Romans chapter 1. Because these are who? These are Gentiles about they thought
they are free to do anything, lakini wameokoka. So Paul is reminding them, kule mulikuwa, you were who? You were living, like for example, verse 27, Romans chapter 1. Likewise, also, the men living the natural use of the woman, bound in their lust, one toward another. Nyinyi Gentiles, ama watu hamkuwa chini ya sheria, mlikuwa mnafanya kila kitu mnataka. Mlikuwa mnaabudu sanamu, hamkuulizwa. Mlikuwa mnafanya lesbianism, hamkuulizwa. Mlikuwa mnafanya homosexuality, hamkuulizwa. Sasa now that you are in the church, I want to remind you something. Ile freedom mmepewa, it is not to continue in license. Sio muendeleze ile mlikuwa mnasema sasa you are free to do that. Na nyinyi Jews, chapter 2 imeongelea Jews. Na nyinyi Jews, kazi yenu ni malingo, mkisema watu wengine ni wabaya sana. Chapter 2 of Romans amewasomea sana. Because the church was a combination of those two people. Wale wametolewa kwenye sheria na wakaambiwa from today you are free. Ile freedom wali exercise, Paul akawaambia sio hiyo, it is not that one. Na nyinyi Gentiles mnasema sasa, this is now what happened in the book of Acts. Why Gentiles walipookoka na wakakuja kanisani, because the leaders walikuwa Jews, wakasema our Gentiles wamekuja kanisani, wanafaa kuwekwa kwenye mizani na tuwekee sheria kadhaa ili wakae kama watu, kwa sababu Gentiles walikuwa wanafanya tabia mbaya sana. Sasa wamekuja kanisani, and the Jewish leaders, some of them, wakasema hawa watu hatuwezi wakubalia wakae kanisani tu hivi, lazima tuwawekee sheria. And I hope you remember when you are doing the study of the book of Acts, kulikuwa na walinaulizana hivi, lazima tuwaambie watahiri, lazima tuwaambie hivi. This is the danger of the Gentiles coming into the church and meeting leaders who do not understand liberty. Wakija kanisani, watu wakiokoka wanapewa sasa sheria. Wewe mwana ndugu, umeokoka, okay. Sasa ujue kutoka leo Mkristo lazima utakin shirt. Mimi nilikuwa mahali tulikuwa hivyo. Lazima utakin shirt. Na hapa tu wengine wanaingia kanisani, umeokoka, basi mwanadada lazima kichwa kikae kimefungwa. Umetoka kule kwa license, sasa wanaona hawezi operate freedom, wewe lazima uwekewe sheria kadhaa. Lazima uvae nguo inafika mahali fulani. Kwa sababu wewe ni Gentile, uliokoka haukujua sheria, sasa lazima uwekewe tu sheria. Naye yule Jew anasema mimi nimetoka kwa sheria, so nikija kanisani I'm free to do whatever I want. Na yeye kumbe ameingia kwenye makosa. Now Paul akaona hiyo problem in the book of Galatians na akawaandikia hivi. The book of Galatians. Aliona those two problems and he now told them this. Galatians chapter 1. Kuendelea pale chini. Anasema Paul an apostle, not of men, neither by man, but by Jesus Christ and God the Father, who raised him from the dead. And all the brethren which are with me, unto the churches of Galatia. Grace be unto you, peace from God the Father and the Lord Jesus Christ, who gave himself. Paul is reminding them the cost, price ililipwa ya nini? He gave himself that he might deliver us from this present evil world, according to the will of God. Haya, anawaambia hivi, I marvel, verse 6, that you are so soon removed from him that called you in the grace of Christ unto another gospel. Na akaendelea kuwasomea. Kwa nini mmeingilia, mmeonekana kana kwamba mmeingia kwenye injili nyingine? Because you Jews mlikuwa chini ya sheria, mkaja enjoy freedom. And this is what I'm bringing, like Paul gave them. Ukiokoka ukiwa haukujua sheria, na halafu umekuja kanisani, you are not free to do whatever you want. You're doing whatever you want is called slavery. Christianity, kufanya kile ambacho ninataka, hiyo haiitwi freedom, hiyo inaitwa slavery. No wonder unaona mtu anakuambia si niko free, wengine wameingilia kunywa. They really take a lot of wine. Na hiyo tunajadilia sana, is it good to take wine, is it not? Kwa sababu people are wanajadiliana kuhusu the level and the state of freedom. Freedom yetu katika Kristo imefika wapi? Na Paul akaona watu wana misunderstand the freedom of Christ.
ukifanya vile unataka kwa sababu hauko chini ya sheria, wewe ni mtumwa tena. You are a slave. You are not free. No wonder wengine akunywe. Mwingine anasema ako free to do whatever they want with their body, and they are Christians. Na ujaribu kumwambia chochote, they are going to speak to you the words of freedom. I was set free. I am no longer the law. Ukiingia kwenye huo mtego wa kusema now you are free to do whatever you want, wewe umefanyika slave tena. Umekuwa slave. Number 2, ukikubali umekuja kanisani, alafu upate sheria, tumekuwekea sheria nyingi hapa. Ili ufikie Mungu lazima ufanye hivi. Kuna kanisa huwezi omba pasipo kupiga magoti. You must kneel down. Without kneeling down hauna kunyenyekea. So unakuja tunakwambia for you to be a good Christian, ili Mungu aone unanyenyekea, lazima kupiga magoti. Number 2, every week you must fast and pray for 2 days, without which you are not a good Christian. Namba hiyo ingine, ukiwa hapa kanisani lazima ujiandikishe kwa kikundi fulani, ili uwe ukitoa pesa fulani to show you are a committed Christian. If you meet all those rules ambazo tunakwambia ni za kukusaidia kukaa katika Ukristo vizuri, sasa na wewe umeanguka kwenye mtego wa kitu tunaita legalism. Umekuja kanisani, badala ya kupata uhuru wa Kristo umepata nini? Legalism. Umepata sheria. And now there is this conflict. As a Christian, freedom yangu imefika wapi? Paul is describing that freedom. Na anasema hivi, Bwana Yesu hakufa ili turudi tena chini ya sheria. Uambiwe lazima ufanye hivi, lazima ufanye hivi. Na nyinyi Gentiles, Bwana Yesu aliwanunua. Hata hiyo miili yenu mlikuwa mnafanyiza mabobaya. He is reminding us in the book of 1 Corinthians, you were bought at a price. Anawakumbusha hivyo kwa nini? Na wao Wakristo wengi tukiokoka, being Gentiles, tunakuja either chini ya sheria ama tunafikiria kufanya whatever we want. And that is why hapa hivi kwenye madhabahu watu wengi, labda umewahi kusikia mtu akisema niseme nisiseme, hiyo they want to exercise their freedom, telling us and wanataka kutusukumilia tuamini they have the freedom to say whatever they want here. All lakini si hivyo ndivyo iko, si lazima tuongee. Na ndio Paul ameweka setting, kama ni kuongea basi tukiongea katika uhuru tuongee, tufikishe hapa. Tukipitisha itakuwa cause jokes, tukipitisha itakuwa slandering, tukipitisha itakuwa hivi. So our freedom is not freedom from, it is freedom for God. We are not free from God, we are free for God. And that is where now I'm headed, maybe to make my final remarks. And nitasema hivi, katika kuwa set free kuna mambo matatu ambayo Paul amesema yatadhihirika sana kwetu na tutapata urahisi wa kufanya. Jesus did not set us free for us to be free from him. Kitu alitupatia ni liberty. Na liberty ama freedom ndio sasa ninaongea kuihusu. Tukiwa sasa na hiyo liberty, what ni ishara gani ambazo zinaonekana from our lives? Because there has to be signs of a person who is free. Paul anasema niko na uhuru wa kufanya kila kitu, but I do not do everything. So he is telling us, yes, I'm free, but there are those set limits. So katika kanisa there are these 3 things ambazo tutaziona, like several of them, but I'm going to give 3 ambazo tutaona kwako ukiwa na enjoy freedom. Jesus set us free for liberty, not for slavery. Hakutu save, hakutu set free ili tukue watumwa tena either wa watu ama wa sheria. Alituweka free ili tuwe under him. And this is what will guide us. Wakati Yesu alikuwa anataka kutoka hapa duniani, and he was living with his disciples, aliwaambia mimi nitatolewa katikati yenu. And they were so much afflicted in their hearts. Na akawaambia afadhali niende, sababu nisipoenda hamtatumiwa ama yule mwingine hata kuja. He was talking about another helper. And this other helper, wakati Yesu alitoka duniani hii na stage kama hivyo tunasema president, now Jesus was leaving the world and he said I'm leaving the world. Hakukuwa na vacuum ya leadership. He left us under the mastery of another who is the Holy Spirit. Na alisema hivi, wakati itaenda kwa Baba
I will ask him and he'll give you another comforter or another helper. Hii jina another, it is kwa sababu another inaweza tumika kwa mara mbili. Niruhusu ni demonstrate kidogo. I don't know how I'm going to demonstrate, but kunaweza kuwa na simu, kuna mtu anaweza kuwa na simu this size, na pia hii ni simu, ijapokuwa hii ni kubwa, hii ni dogo. So ukinipatia saa hii nikiitisha kutoka kwenu, niitishe simu, I need another phone. If I say I need another phone, ukinipatia hii, you have given me, okay, what am I saying? I'm saying hii jina another, it is similar in kind. So I may be having one phone. Niseme saa hii niko na simu moja peke yake, niko na hii peke yake. So niwaambie, can you give me another phone? Mkinipa aka kadogo, hiyo jina pia ni another, lakini haifanani na hii. Kweli? But if I ask for another phone na unipatie hii, then umenipatia exact. Na hiyo ndio in Greek Bwana Yesu alikuwa anaambia wanafunzi, when I go to the Father, I will ask the Father and he'll give you another helper like me. Another one like me. So, wanafunzi, wakati nilikuwa duniani, mlikuwa mnapata njaa? Hapana. Mlikuwa mnashambuliwa na mapepo? Si ulikuwa hapo around. Hatukushangaa, hatukushtuka. Mlikuwa mnaulizwa mambo mengi? Hapana, ulikuwa pale to help us. Mliulizwa tax? Tuliulizwa tax, lakini si ulishughulikia haraka. Mimi kwanza pita nikaenda nikatoa samaki pale, nikatoa pesa. You see that help I was giving you when I was with you? I am going to the Father and he will give you another helper, another one like me, and that is the Holy Spirit. So wakati Roho Mtakatifu alikuja, he came kwenye ile viatu ya Yesu Kristo to give us the same help. The same help Jesus was giving us. Haya, Bwana Yesu alikuwa amekuja kutufanyia nini? Setting us free. Na kalipa gharama. So when the Holy Spirit is coming, mark this, when the Holy Spirit is coming, he is not coming to pay another price. The Holy Spirit is not coming to pay another price. The price is enough. Roho Mtakatifu anakuja kufanya nini? To make this happen. To make this freedom happen. To make this freedom materialize. So he's not giving any other price. And now, maybe to make this point, wakati tuone kuna mzee anaweza kuwa na mali nyingi, lakini watoto wake bado ni wachanga ama hawajafikia kupewa mali. Ule mzee huwa anaandika kitu inaitwa will. Nikifa, in case nikufe, ninataka hii plot iko mahali fulani ipewe kijana yangu fulani. Hii ingine ipewe huyu. Hii ingine ipewe kwa huyu. Alafu kama kawaida ya life, if you are born, you have to die. Ule mzee afe. Ile will inapewanwa kwa lawyer, na hawa watoto ambao wamewachwa, if they will not trace the lawyer ambaye alipewa vitu na babake kusema kitu fulani iko mahali fulani, kitu fulani, plot fulani iko mahali fulani, kama hawata trace huyo lawyer, wataishi maskini na wako na mali nyingi duniani. Number 2, if watasema yes, si babangu alikuwa na mali, sasa will mahali iko, whatever happens, lazima alisema hii mali ni yetu, wacha tuuze hii plot tugawane. They don't have the sequence ya vile babake alikuwa amesema. Pia watakuwa na shida because hawajaenda kwa yule aliachiwa the will. That is the work of the Holy Spirit. Wakati Yesu alienda mbinguni, amenunua freedom. Hii yote alikuwa amekuja kufanya, setting captives free, setting the prisoners free. Hiyo yote Jesus paid the price, enough and sufficient. And he left that with the Holy Spirit. Na Roho Mtakatifu leo, imagine mtu hajui Holy Spirit. Kama wale wa Efeso, Paulo anaenda anauliza, by the way, mlibatizwa na Roho Mtakatifu lini? Wakasema sisi hata hatujaisikia kuna Roho Mtakatifu. Na akawauliza, then to what baptism were you baptized? Paulo aliona vile they missed so many things. Why? Yule mwenye zile details za what Jesus gave to them hawamjui. And that is why now it is so important as I draw us to this attention of knowing what Jesus did is now under the hands or in the hands of the Holy Spirit to materialize.
Okay, kuna mtu yako chini ya legalism. Watu wengi wako chini ya law katika kanisa. Lazima anajua kulingana vile ameambiwa, lazima ufuate hii, lazima ufuate hii, utoe pesa fulani. Na hapa ndio nilikuambia jina price nita-insist sana, because at no single time someone will proclaim to you freedom, alafu a quote an amount of what you should pay for that. Kuna kitu wanaruka. Bwana Yesu sio kutangaza tu, alitangaza uhuru. He paid the full price. Now it is the Holy Spirit, it is the Holy Spirit ujue na kujuana na yeye. And also here tunapata watu wengi wale wamefungwa kwenye vitu za mwili. Vitu za mwili, kuvaa, kukula, kufanya nini, watu fulani usikuje kanisani siku fulani, usikae pale mbele siku fulani, those things ni kwa sababu people do not yet understand the freedom ile Roho Mtakatifu anatupea. And that is why Paul is saying, where the Spirit of the Lord is, there is liberty. So kanisa kama hii, if we come in through that door, dependent on the Holy Spirit, kwa sababu in one way or another mimi najipatanga niko na shida, sababu self, especially self ndio tulihubiriwa hapa Sunday. Matunda moja ya kuonekana wewe unatawaliwa na wewe ni kiburi. Namba 2 ni fear. Fear ni kumaanisha mimi ninatawaliwa na mimi. That is why I see so many impossibilities in my life. Kwa mfano, hauwezi ukaniambia hebu chukua, kuna mawe iko pale Resabu pale roundabout mahali tunanunuaga mawe. Kuna mawe iko hapo Masharia, kuna mawe kama ya 500 ile ya mawe ya kujenga, hebu enda ukuje nayo. Sasa nitamuuliza pastor, mawe 500. And pastor is telling me, sijakwambia uenda ubebe na mgongo. Kuna lori, si ni lori tu utakuja naye. Wakati ninajiona mimi mwenyewe I'm the one who faces life, mimi ndio vitu zote za life they depend on me, lazima utaingia kwenye fear. Kuna hizi pepo zinaninalia, kuna hizi kitu sio, you are not alone. You were given another helper, the Holy Spirit. Na Yesu alisema he will live, he will stay with you forever. So wakati nina face life, I should always remember, si face life as myself alone. I have God. Now that is why Malaika Gabriel akiambia Zekaria atapata mtoto wakiwa na Elizabeth, kwa sababu ya uzee alisema haiwezekani. Na malaika alikuwa very careful. Alijua Zekaria is married to Elizabeth, so nyinyi wawili mtapata mtoto. Lakini alipokuja kwa Mary alimwambiaje? Wewe utapata, sio mtapata, utapata mtoto. And Mary was like, how will that happen? And the angel was now to announce what I'm telling you. You are not alone. The Spirit of God is upon you. Na utapata mtoto. The Holy Spirit will facilitate what God wants in my life. So nikiwa under self, kujitawala, either niwe na kiburi ama niwe na uoga. Nitakuwa na uoga kwa sababu mambo mimi siyawezi. As myself I can't. Na wewe pia you can't. I don't know what you are struggling with in your life. If you forget one single day or one single moment, kwamba haukuagi peke yako, hizo vitu za life, whether a disease or whatever come, you cannot manage alone. Even pepo, hakuna mtu bila Roho Mtakatifu anaweza fukuza hata kapepo kamoja. You can't. On your own you can't. That is why we have the Holy Spirit. And lastly, nitasema hivi, wakati tumeingia kwenye license, uhuru, tunafikiria tumeingia kanisani, now we are free to do whatever we want, the devil sasa anatushika. Na shetani akiingilia huo mlango, inabidi sasa hapo wewe mwenyewe uelewe, I am not under my own lordship, niko chini ya Yesu Kristo, ili shetani ajue mamlaka. The devil will not know mamlaka yangu nikimwelezea kuhusu vile mimi nimeokoka siku nyingi. Nikimwelezea kuna siku fulani mmoja wetu tukiwa tunaomba akaigiwa na pepo, na tukajua ameingiwa na pepo. So mimi nilifungua tu haraka sana ile Matthew chapter 10, I think verse 10 na chapter 9 verse 9. Ile inasema nimewapatia mamlaka ya kufukuza pepo zote. So ile nikiwa tu hivyo na kiburi yangu, nikachukua ile Bible na nikaonesha ule mtu, sababu pepo ilikuwa inaongea ikiwa ndani ya mtu. Nilikuwa namuonesha hapa kwa macho ili aone ile mamlaka tuko nayo.
and for that which is written there you should get out. Hakuna kitu ilifanyika, and we became very desperate kwa sababu nilikuwa naongoza lile kundi kwenye ile maombi, so niliaibika sana, ile pepo mpaka inatuchekelea. So watu wote wananiangalia na kujua hapa nimefail. And I said if this demon will not go, watu hawataniamini tena. So what I did, nilifunga hiyo Bible na nikawaambia kujeni tushikane mkono, na hapo ndio nilifukuza, because I was depending on the knowledge I have without kuhusisha the Lord Jesus who lives in me, who has given me authority. And when the devil now oppresses you kwa sababu ya kuwa katika ile freedom yako, ile slavery, Bwana Yesu pia aliprovide for a way out, and that is where I'm ending at. Shetani akiwa alikushika kwa sababu ya kujipeana, ulijipeana sana, ukasema tumepewa ruhusa so tunaweza kunywa wine, ukakunywa wine, so demons zikakuingia ama zikakuafflict, ama ukafanya kitu kingine, we are free, okay. I was seeing another discussion kwa online, and ilikuwa kule uzunguni, wanaulizana kuna mahali masturbation imetajwa kwenye Bible, and they were wanaulizana yani ni kitu mpaka karibu imefichwa, and wengi wanasema hakuna, so you are free to do whatever you want with your body. Unfortunately, ukifanya hivyo pepo zinakuingia. Why? Demons know you may refuse the mastery of Christ under the Holy Spirit, so umeingia kwenye slavery, so zinakusaidia kuwa slave, and the demons now afflict you. So as a Christian, anytime you realize you are not free, either uoga unakuadhiri sana, ama mapepo, ama wewe mwenyewe, pride, I'm proud, I'm fearful, or I have a demon yenye huwa inanitembelea na kuota hizi ndoto mbaya, lazima pepo zina take advantage of something. Remember number 1, quote number 1, the price was fully given. You don't need to pay any other price to ili facilitate your freedom other than depending on the Holy Spirit. Roho Mtakatifu akikwambia kitu, now tii. And what I was saying, ikiwa signs za freedom ni hii, that it manifests tukiomba. Watu wengi kuomba kwao kumefungiliwa because you are not free. You are not free in yourself, either because you fear so much, you fear God, unasema Mungu siwezi nikaenda kwake, nilikuwa nimefanya hivi, and mostly ni wakati tumefanya dhambi. Wakati unafanya dhambi unakuwa guilty. From that day onwards you are not able to approach God. Kube Paul, Mungu amemsaidia, ameona hiyo shida, na pia mwandishi wa Hebrews chapter 4 ameona hiyo shida. Watu wengi they can no longer go before God because they are very guilty. Yes, kufanya dhambi ni baya, but shughulikia haraka sana uondoke chini ya guilt, because if you are under guilt you will never be able to approach God. That is why maandiko inasema let us now approach the throne of grace with confidence. Confidence sio kwa sababu umefaulu, sio kwa sababu umekuwa righteous or wrong. Biblia haisemi to approach because we have been so holy, no, nasema confidence. Sasa enda ukiwa hapa umesimama, mwambie hata kumkosea umemkosea. Ni guilt inafanyaga watu wasiombe. So we see your liberty ikiwa manifested, 1 through prayer, number 2 through service. Watu wengi wanasema kwa hiyo nilifanya siwezi nikatumikia Mungu. Ni hivyo nilifanya jana, ni hivyo nilifanya juzi. Sisemi tufanye dhambi alafu we come here ignorantly. No. But so long as you are bound in yourself, you are not free to approach God. You will not pray and you will not serve. You will not pray, you will not serve. So watu wanakwambia kwa nini hukuomba? Sigeomba. Siku fulani nilikuwa nasikia I didn't need prayers, and kuna kitu ilikuwa inanisumbua. So nilipoenda kwa mtumishi wa Mungu nikapanga line pale, nikamwambia what is troubling me. Akaniuliza so tunaweza omba? Nikamwambia hata kuomba naona ni ngumu kwa sababu vile nasikia moyo wangu pia ni kama mimi ni mchafu. And what he just did, he just left me. Akaniacha pale nifikirie. Na mimi nilitoka kwa Raina nikaenda nyumbani. Hata sikuombewa hiyo maombi. He helped me to remember something. Hiyo tu kuniambia ilinifungua, nikaona kumbe ni guilt ilikuwa inanisumbua. Ukiwa under guilt, conscience yako ikiwa under guilt or in guilt, you will not be able to approach God, you will not be able to serve God. Naomba mmoja wetu asisimame kuomba na usisimame kutumikia Mungu because of guilt. Kama umekosea, know the right ways to approach God na kumwambia kusaidie.
And namba hiyo ingine ni kwamba our liberty is manifested through giving. Utajua mtu ako free kulingana na ile namna yeye hutoa ama hujitolea. Unaona, ikiwa kujitolea kwangu ni vile ninaambiwa nitoe, I am not free at all. No wonder in the New Testament, tithing is not a law in the New Testament. It is not a law in the New Testament. Mimi mtu yeyote asinipate vibaya. Ilikuwa under the law in the Old Testament, but in the New Testament it is a principle of giving. It is not a law. It is a principle of giving. Na ndio Paul ameinclude akasema yeyote anataka kujitolea atoe namna ile yeye atataka. Lakini tithing inaigiria wapi? Unaweza niuliza, tithing inaigiria wapi in the New Testament? Should we tithe? Yes, we should tithe. Why? It is a principle because sisi tulikuwa hatuko chini ya sheria yoyote, lakini tukaokoka. Tulipookoka pia hatujaekewa law, but tumewekewa nini? Freedom in Christ. As a human being, as human beings, tukiondolewa sheria tunaigiza kitu kinaitwa kujipenda na kujitakia makubwa. Na tukiambiwa tujitolee vile mtu anataka na nisihesabu tithe, it is okay even if I give 10 bob and I have remained with 10 million shillings, it is fine. Simply sema giving, then I give. Na ilikuwa principle from the Old Testament before the law came. Before law, ndio nasema tithing was not so much law, it was a principle because it was done before Sharia. It was a principle. Kwa nini 10? Ili to show some my commitment and loyalty to huyo master wangu. Kwa sababu sasa ikiwa amenipatia nyingi na tuabiane sasa hapa mtu tu atoe vile anataka, usipojiwekea principle, na ndio imeinsistiwa in the law alafu ikawachwa. Sasa Mungu akijua watu wangu wanajua kujitolea, it's a matter of principle. So usipojisetia that principle, you give anything, unasema I should give anything, na ndio pia Mungu hajasema tupeane everything. It's a matter of principle. So tithing guides us to be that to fight greed in us, alafu kuondoa hiyo kitu ya kutaka kufanya vile unataka, itakuguide. And of course it is not a strictly tunapeana tithe, ukitoa hiyo sasa wewe unajua mambo yako ni shwari. Hapana, Paul anasema mambo na giving is a matter of liberty. You exercise liberty because you are not your own, you have the Holy Spirit guiding you. So what is the Holy Spirit telling you to do? And that is what in this church is being practiced. It has never been read here as a law. Watu lazima watithe, what? No. But the pastor left it knowing tunaelewa kwamba tuko free, but not free to do what we want, free under the Holy Spirit. Na pia ukikosa kujitolea, the consequence is still there. Kama wale watu wanasema niko free to masturbate, mapepo zinawashambulia, what do you think if we also say we are free to give? So today I won't, and tomorrow si nitapeana 5 bob, hiyo ingine, what do you think will happen? The devil will take advantage because we have now become greedy and selfish. Tuko pamoja pale. I may not have so much time to speak about that. Najua is a controversial subject, but you are free to give. Mtu yoyote asikuwekee sheria of ili uwe member wa church, ili tufanye hivi lazima, hiyo inaondoa Roho Mtakatifu sana. Sio vibaya kusema we have a project ama tuko na kitu kama wazee tuchange hii na hii, sio vibaya, but should always fall under the rule of liberty, not slavery. Sababu kuna mtu mwingine, ndugu mwingine tunaongeaga na yeye sana, ananiambia kuhusu mtu anajua anafanya kazi na analipwa vizuri sana, lakini yeye anajua anaenda wapi church, na kwa hiyo church matoleo ni over 15, na ukiingia pale kila mtu amepewa jukumu, anakuongelesha uzuri wa kununua mafuta ya aina hii. Haya, ukitoka hapo mwingine anakuambia, na pia kuna kitu kingine pia tunakuaga nayo huko chini ya apostle, hiyo ni kitu ni handkerchief imeombewa, na hiyo sio pesa nyingi, hiyo pia ni 300. So ukitaka ukizunguka unaweza nunua, na hiyo pia kuna ingine, so many of them. So this brother knows huyu mtu anaenda huko church. So siku nyingine akanamwambia, si unikopesha 500, anamwambia siwezi kupa, inabidi utoka, hata hakumficha. You need to change mahali unaenda. That is being under slavery. That is not liberty. Huyu mtu hata analipwa vizuri, angeweza kumanage pesa yake vizuri, hata hangekuwa nakopa hiyo pesa kidogo, sababu pesa yao yote sasa hiyo amenunua mafuta inazitui ngapi. Mchebiwa hivi wanataka kununua nini? Freedom. The price was enough and it was paid.
We can enjoy that freedom. We have the Holy Spirit here. Mwambie na hapa niko na shida. Hapa niko na shida. Niambie nitafanya nini? Ama get me out of this aina ya slavery. Nimeona vile nimezunguka life yangu, nimeona pande hii ya tamaa hii niko under slavery. Lakini Yesu si alilipa yote. Holy Spirit, I give myself to you. May you facilitate that freedom. Ile kitu tu mmoja haikukobolewa kabisa. Ilikobolewa lakini mwisho kukobolewa kwake ni wakati tutafika mbinguni, ni mwili. Mwili lazima iwekewe sheria. Hii hatuwezi hii. Na tuko free sasa ya kulala where we want. Tuko free ya kukula whatever we want. Mwili lazima iwekewe sheria fulani. Na hiyo ni deliberate. Sio ile ya ndani, sio sheria ya ndani, ni sheria ya kuiambia hapana, hapa haulali, hii haukuli, hii haukunywi. Kuna siku fulani sitakula, na hakuna sheria nimesoma imeniambia hivyo. The body will be redeemed last. Hiyo mpaka tufike mbinguni lazima iwekwe chini ya sheria fulani. Usipofanya hivyo, in your enjoyment utakosea. In your morning ukitumia mwili sana pia utakosea. So we are free being under the Holy Spirit. Not free from God, but free for God. We are not free from giving, we are free to give. Not free from prayer, we are free to pray. Kuna yule anasikia you have not been able to approach God for one thing or another, I remind you are free. Na kuna mtu fulani amekuja kanisani siku nyingine akiwa very innocent, na akaniambia zile shida wanapitia, na akaniuliza atafanya nini. Na mimi nikamwelezea. Tulipomalizia akaniuliza, na samahani, sijasikia ukisema sacrifice ile nitatoa. Nikamwambia niliwacha deliberately sababu sitaki kukukosea. I don't want to lead you into error. In matters giving, you do it as free as you want. Lakini it is so bad nikiweza kudiminish kazi ya Kristo ya msalaba kwa kukuambia amount of money ile utatoa kanisani ama ulete TV yako, ama it's so bad. It is so bad. Tusigie tena chini ya sheria, na pia tusigie kwenye slavery ya kusema tumeruhusiwa kufanya kila kitu. Mimi nimemaliza na ninashukuru Mungu for your attention. So I request that in any area of your life that you may not be enjoying the freedom. Watu wengine ni kulala. You don't sleep freely. Lazima usiku ushabuliwe or something. That is an area you need freedom. Wengine ni maybe kaugonjwa kanatembeanga now and then. I am telling you today, you don't have to pay any other price. Trust the Holy Spirit to facilitate freedom ile Yesu alitununulia. And today you'll be set free. Just believe every price is paid for me. So hiyo inakufanyia hata kazi rahisi sana. Not thinking so much of what you should do, but trusting. We move from trying to testing. Kuna mwingine ameadhiriwa na addiction fulani, stop trying. Trust. Ingia kwenye trust. Jesus is able to set you free today. Yule helper tuliambiwa, he is with us today, and it is the Holy Spirit. So may we be those people who enjoys and walks in the freedom, not from the Holy Spirit, but freedom in the Holy Spirit. Whatever he tells you to do, do it with ease. Usiwe na shida na usistrive naye. We are free to walk in Christ. So I request that we may have a time to pray for ourselves for 1 minute. That Yesu akusaidie in any area of your life. Ameona you are bound, and he paid every price. That this day here, the Holy Spirit will set you free. He is here to do that. Kama Bwana Yesu alikufa ili to set us free, that is the work the Holy Spirit is facilitating now. Even for our brethren ambao wamefungwa in one or another, may you, Holy Spirit, set them free. May you set me free from the fears that I have. May you set me free from pride. I stop trying from today. Sababu nimejaribu sana, nimeshindwa. I want to enjoy that liberty. I want to be enjoying serving God. I want to be enjoying prayer. I want to be feeling good before God. I don't want to be having this guilt conscience. And I pray, Father, for any one of us that is feeling guilty in their hearts and they have repented their sin, would you forgive them this day? And I pray you give them a clear conscience, that any time that you come before you, Father, they will enjoy the freedom. We thank you, Father, because of that which the Holy Spirit is doing now. And if there be any one of us here under the oppression of satanic forces, we have the full authority over those forces, and I adjure them in the name of Jesus to release these people. And may your bodies be free from disease and sickness.
May we be free from every sort of oppression in the name of Jesus. May we enjoy the freedom that only Christ and Him only can give through the Holy Spirit. We thank you, Father, and we give you praise. We trust you to do this and even more in our lives, for you are very much willing to do that, and also you are able. In Jesus' name we pray. Amen. Bwana Yesu atubariki sana. Nataka kualika pastor.